mpaka hapo. Anaomba mpate picha wakisign contract kubwa kupita yoyote iliyopata kusainiwa ya jezi na merchandise katika Afrika Mashariki na ya Kati, 2 billion shillings. Wajiuliza Umbro, Adidas, Nike, Puma nini? Subiri wakati rasmi tutakapo-launch jezi. Na uzuri Freddy ni mtu wa fashion, naamini tutatoka na kitu maridadi kabisa ambacho kitakuwa na mvuto kwa kila mtu. Bilioni 2 ukiweka katika pesa za madafu unazungumzia karibu dola 900,000. Dola 900,000. Mabibi na mabwana ni dola 900,000. Maana wengine mnajitoa fahamu. Wanajificha data. Haya sio maagizo jamani, ni live. 2 million only. 2 billion. Mabibi na mabwana, narudia, ni dola 900,000, 2 billion shillings. Kuna watu sasa hivi kama wamelamba ndimu walivonuna hivi. Unanuna na pesa za mtu, shekhi wewe vipi? Unanunaje na pesa za mtu? Sio za baba yako, sio zako. Wewe unanuna tu kisa ushabiki wa timu yako. Utakuja kukufa bure kwa pressure. Na mimi ngoja nipige, sijashika bilioni 2. Mimi naitwa Freddy Vunjabei ama Freddy Fabian Ngajila. Mimi ni mjasiriamali kijana ambaye naamini niko kwenye macho ya vijana wengi, na vijana wengi wanatamani siku moja labda kuwa kama mimi. Lakini kabla ya yote niwashukuru sana Watanzania ambao wametuamini vijana, wamekuwa wateja wetu. Tumeweza kutengeneza network kubwa kupitia kwao, wameamini product zetu mpaka leo klabu kubwa ambayo mimi naamini ndio klabu kubwa Afrika Mashariki na Kati inatuchagua Vunjabei kuweza kufanya tenda hii. Kwa hiyo nitoe shukrani zangu za kipekee kabisa kwa uongozi wa Simba pamoja na wana Simba wenyewe kwa kufata professionalism katika mchakato mzima wa kumtafuta mshindi wa tenda hii. Tumeshafanya kazi kama Vunjabei, kampuni ambayo mimi naisimamia. Tumeshafanya kazi, tumeshaomba tenda za clubs kadhaa, na tumeshakutana na vitendo ambavyo havikuwa vya kitaalamu, ambavyo vilikuwa vinataka kuturudisha nyuma. Lakini baada ya kukaa chini tukaangalia, tukasema tunaiona Simba Club kama wameshaingiza utaalamu mwingi na imebadilika sana. Tukaamua kujikita, lakini tulishakata tamaa kabisa kwenye biashara ya kit, hii biashara ya jezi. Kwa hiyo Simba mimi naamini wamerudisha tumaini jipya kwa vijana wengi na wafanyabiashara mbalimbali.
ambapo katika biashara hizi za kimichezo kuna siasa nyingi, lakini pia taaluma ilikuwa haiwekwi mbele. Kwa nini naongelea zaidi kuhusu taaluma? Ni kwa sababu wakati tunaomba hii tenda, watu walioomba hii tenda kiukweli walikuwa wanatisha. Ni nchi mbalimbali, wametoka suppliers kutoka nchi zingine, wamekuja na wenyewe wanaomba. Sitotaja majina, lakini nakumbuka kulikuwa kuna nchi kama South Africa. Nimeona mimi niko kwenye fashion na South Africa ndio nchi ambayo inaongoza kwa fashion Afrika. Kulikuwa na kampuni kubwa ambao wana trademark kubwa ambazo zinafanya vizuri duniani. Tumeshindana nao pale. Kulikuwa na wafanyabiashara ambao mimi naamini ni wakubwa na wazoefu zaidi kuliko Vunja Bei, tulikuwa tunashindana pale. Lakini kikubwa kulikuwa kuna technical details ambazo zilikuwa zinatakiwa, na sisi tulikuwa tuna vigezo vyote na tulisubmit proposal yetu tukiwa tuna confidence kwamba Simba watafuata taaluma ile ya manunuzi, na ndivyo walivyofanya mpaka leo. Sisi tunaamini tulikuwa wanyonge sana ukifananisha na kampuni zilizokuwa zimetenda pale ambazo ni karibu 11, na leo tumeibuka washindi. Kwa hiyo tunashukuru sana Simba leo kututambua Vunja Bei kama partners ama pia sponsors wa club, na ukiangalia contract value ni kubwa sana ukilinganisha na zozote zilizowahi kutokea hapa Afrika Mashariki, kwa sababu Barbara ameitamka the value ambao ni bilioni 2. Tunaenda kuwapa Simba bilioni 2, na sisi tuna confidence kabisa kwamba tutatoa bilioni 2 Simba, tutalipa kodi ya serikali na sisi tutabakiwa na kidogo. Ukiacha kwamba tutapata zile immaterial benefits kama kuajiri vijana wenzetu, lakini pia tunaenda kupata benefits ambazo pia ni proceed, ni pesa. Tunaenda kutengeneza pesa zaidi. Kwa hiyo kuna faida nyingi ambazo sisi kama kampuni binafsi tunaenda kuzipata, ikiwa ni ile lift tunayoenda kuipata pia kwenye brand, kwa sababu kwa sasa Simba ndio brand kubwa. Na Simba ina fan base kubwa. Vunja Bei tuna wateja lakini hatuwezi kufikia fan base walionao Simba. Kwa hiyo ile lift Simba watakayotupa sisi, kuna uwezekano tukaenda ku grow hata tukaenda multiple times kuliko tulikokuwa. Mimi ndo founder wa Vunja Bei. Tangu tumeanza nitatumia sauti yangu. Tangu tumeanzisha kampuni ya Vunja Bei, tumeshafanya mikataba mingi na tumeiexecute vizuri, na hiyo mingi tulisubmit kwenye club ya Simba, kwenye procurement, kwenye tender board. Wameiangalia, wameona vyote tulivyokuwa tumefanya, lakini hatukuwahi kufanya mkataba mkubwa kama huu wa mabilioni ya pesa. Kwa hiyo kwa niaba ya kampuni ya Vunja Bei nishukuru tena uongozi na klabu ya Simba kwa kutuamini bila hata kuangalia umri wetu. Labda angejua kwamba tutakuwa tuko serious labda na mambo yetu mengine, lakini tunashukuru sana. Nikiongelea biashara ya jezi kwa ujumla. Jezi ni tunaisema hii ni kit deal. Ni biashara ambayo pia inajigusa kwenye fashion, kwenye garments. Biashara hii ni biashara kubwa sana. Kama tutaisimamia vizuri, itafika siku clubs zitaweza kuendeshwa kwa biashara ya jezi peke yake bila kutegemea sponsor au mapato mengine yoyote kama Gate Collections. Hii biashara tukiisimamia vizuri, kwa sababu leo tunasaini contract ya bilioni 2. Lakini kama huko mbeleni tutaweza kupata zile support ambazo tunaenda kuzifanyia promotion, basi tutakuja siku moja hapa kuitana tena tukiwa tunasaini contract ya bilioni 10. Kwa hiyo ambao wadau namba 1 ambao ni fan base ya Simba ndio wanatakiwa kuwa supporters wa kwanza kwenye hii biashara, kwa sababu biashara ina changamoto nyingi, na changamoto kubwa kuliko zote ni biashara inaingizwa jezi ambazo ni fake, tunaita counterfeit. Sasa kama mashabiki wa Simba wakiamua wao kuwa wa kwanza kulinda counterfeit zisiingizwe nchini, wasinunue, wakanunua jezi original ambayo imetengenezwa na manufacturer ambaye ametangazwa, ambaye ndiye rasmi, basi itaweza kutengeneza mapato makubwa sana na klabu yetu itaweza kujiendesha vizuri zaidi bila kutegemea au kuyumbishwa na lolote kiuchumi. Na fanbase hii pia inatakiwa kusupport kwa kununua jezi, sio peke yake kulinda. Unanunua jezi na sio peke yake kununua jezi, bali kununua jezi ya msimu huo ili kuweza kutengeneza mapato ya accounting year hiyo, season hiyo. Kwa hiyo
naongelea ile fan base yetu, mashabiki wetu, kwamba ndio watu wa kwanza wanaotakiwa kusupport biashara hii, kwa sababu ndio biashara kubwa. Hakuna biashara mimi naamini inaweza kuwa kubwa kuliko hii. Ukiangalia Manchester walisign ile shirt sponsorship ya dola milioni 300, zaidi ya bilioni 700. Kule ni mbali sana, lakini ndiko tunapoelekea. Kwa hiyo ili tuweze kufika huko, lazima leo tuweze kutengeneza njia ambayo ni nzuri. Na hivi tulivyoanza kwa kufuata taaluma katika kila kitu, kufuata nini wataalamu wanasema, kama Simba wanavyosimamia, isingekuwa taaluma leo Vunja Bei tusingesimama hapa. Mimi naamini hivyo. Isingekuwa kusimamia ukweli leo Vunja Bei tusingesign hii contract. Hii contract ni kubwa sana. Kwa hiyo wadau wa pili ni serikali. Kuna changamoto zinapatikana kwenye biashara hii ya jezi na clubs zinapoteza mapato makubwa kwa sababu tunahitaji serikali kuna sehemu itupe mkono. Kwa mfano, counterfeit nikimaanisha fake zinatengenezwa sana China. 90% ya waingizaji wa jezi wanatengenezwa China. Na ndio nchi ambao sisi wa fashion tumebase zaidi kuliko Uturuki, South Africa na Thailand. Kwa hiyo watengeneza counterfeit kwa nini wanakimbilia China? Kwa sababu China ndio sehemu kuna production cost ndogo kuliko nchi nyingine yoyote. Sasa kama naleta jezi original na user shilingi 30,000. Wewe ukienda Uturuki ukaleta jezi kuuza shilingi 40,000, jezi yako haiwezi kuwa competitive. Hakuna mtu utampata. Ili uweze kulikamata lile soko langu, ni lazima uende China ukatengeneze fake, upunguze kidogo quality, punguza material. Alafu unaweka polyester nyingi, unapunguza cotton, lakini design inakuwa ile ile. Ukija hapa, jezi yako unaweza kuuza 15,000. Kwa nini mtu anunue jezi 30,000 wakati anaiona jezi inafanana hivyo hivyo na inauzwa 15,000? Kwa hiyo wale wanaopakia jezi China, kampuni za cargo zizidi 10, mimi nazifahamu zote kwa sababu nafanya biashara hii muda mrefu kidogo. Kama serikali itaamua kutoa tamko kuhusu zile cargo companies ambazo mimi nafanya nao kazi pia, kwamba kama mtapakia China na mtazileta hapa, tukakuta bandarini mzigo wa Simba una logo ya Simba na aliyepakia sio Vunja Bei, sio yule mtu ambaye ni rasmi, basi tutatake action. Hakuna kampuni ya cargo itapakia, kwa sababu nimekuwa nikifuatilia biashara. Mimi natengeneza jezi pia za clubs zingine. Ukienda cargo ya kwanza, ukawaambia naomba msipakie jezi zangu, wanakuambia kabisa kwamba mimi nisipopakia itapakia cargo nyingine, mimi sitapata pesa. Na nikishusha Tanzania hutaziona, nitampelekea mtu atauza. Sasa leo tunaenda kuipa Simba 2 billion. Halafu mtu anaenda kupakia jezi anauza na Simba hawapati chochote. Tutawezaje kuwapa Simba pesa nyingi kiasi hiki? Tutawezaje kukua kutoka 2 billion tukaende 5 billion tukaende 10 billion ili Simba ikaweze kujiendesha vizuri zaidi? Kwa hiyo mimi naamini serikali inaweza ikatusaidia. Tumetengeneza kitu tunaita Simba Counterfeit Control Policy, ambayo ndio sera tutaitumia katika kucontrol jezi zile feki, na mle ndani tumeelezea nini tutaiomba serikali itusaidie, nini tutaiomba klabu itusaidie, na nini party ipi sisi kama Vunja Bei tutapray. Kwa hiyo kuna faida nyingi sana kwenye hii tenda ambayo tunaenda kupata, nimezitaja kadhaa, ikiwa pia kutoa ajira, kwa sababu tunao watumishi, tunao wafanya kazi ambao wapo kwenye maduka yetu, tunafanya nao kazi, lakini lazima tuongeze timu. Huu mkataba ni mkubwa sana. Ile distribution network lazima iwe nchi nzima. Kwa hiyo lazima tupate wasimamizi wengine. Kwa hiyo kuna vijana ambao tunaamini wako mtaani, wamemaliza vyuo vikuu, wamemaliza mashule huko, hawana pa kwenda, basi tutawashika mkono kwa sababu vijana wenzao tumeweza kuaminika. Na naamini kwamba kama nilivyosema before, Simba kuamini vijana ni kitu kikubwa sana. Mimi nadhani hicho ndio inatakiwa kiwe kichwa cha habari pia. Kwa sababu biashara hizi tumeshazoea. Hata mtu akitamka Vunja Bei wana sign contract, labda anajua atakuja baba fulani mtu mzima ambaye atakuwa yuko serious na biashara. Lakini sisi tuko very serious. Na tutaprove kupitia sisi ili serikali pamoja na taasisi zingine kubwa ziweze kuinvest kwa vijana. Kupitia mkataba huu tutaonesha ubora wa kazi yetu. Kwa hiyo tunaamini tuna inspire vijana wengi, lakini pia vijana hii iwe kama hamasa kwao, wasiogope kufanya vitu vikubwa, kwa sababu hichi kitu ni kitu kikubwa sana. Kwa hiyo niwashukuru Simba kwa hilo tena,
Lakini nigusie kidogo sasa kwenye distribution network ambayo tunaenda kuitengeneza. Before kumekuwa kuna shida sana kwenye upatikanaji wa jezi. Wakati msimu ukishaisha pre-season, tunaanza kwenda kwenye msimu, kabla tujafika kwenye Simba Day, mara nyingi unakuta jezi inawahi kuisha, jezi hazipatikani. Mtu aliyopo Kigoma anasubiria mwezi mmoja ndo apate jezi. Sisi tuna maduka mpaka siku ya Simba Day au ile Simba Week, tutakuwa tuna tayari tushafungua maduka ambayo yanauza 13 na tunaendelea kufungua nyingine. Kwa hiyo siku tunazindua, tuna launch jezi yetu, siku ambayo tuna launch jezi yetu ni siku hiyo hiyo mtu aliyopo Mwanza atapata jezi kesho asubuhi, mtu aliyopo Kigoma atapata jezi siku inayofuata. Kwa hiyo tunaamini tutaujaza uwanja siku ya Simba Day ukiwa una rangi nyekundu. Na mkataba huu kama alivyosema Barbara, ni mkataba ambao pia umezaa watoto. Sisi hatuendi kufanya biashara ya kuuza na kununua, lakini tunaenda kufanya biashara ya ku-add value kwenye brand ya Simba. Kama ambavyo Simba tunaamini inaenda kutubeba sisi tukawe wakubwa mara 3-4 ya vile tulivyokuwa. Mkataba huu pia unaturuhusu sisi kama kampuni, tumepewa mamlaka na club ya kusimamia events zote ambazo zile creative events ambazo zote zinafanywa na Simba. Kwa hiyo kama Mtanzania una idea yoyote, unaamini kuna event fulani itafanya vizuri ama itaweza kujenga na kukuza brand ya Simba, basi unakaribishwa ofisini kwetu, tuletee proposal, tutakaa chini na wewe, tutaisubmit kwa sababu ipo upon the discretion of the Simba's management. Kwa hiyo tutawapelekea, wakiapprove, basi sisi tutafinance na tutaisimamia. Lakini pia Simba wametupa pia mamlaka ya kufungua maduka yenye brand ya Simba tukaiunganishe na brand ya Vunja Bei. Wametupa mamlaka ya kufungua mobile shops popote tunapokwenda, tuwe tunaenda nao. Kama tuna game Mbeya, basi na gari ya Vunja Bei yenye duka lile linalotembea litakuwa linafuata nyuma. Kwa hiyo wewe kama uko njiani katikati, unajua kabisa hatuwezi kufungua duka labda Chalinze, siku kisikia kuna game Morogoro, basi simama barabarani, gari zetu zitakuwepo, zitakuletea jezi pale pale ulipo. Na pia tunaenda kutengeneza vitu vingi. Hatujaambiwa, tunaposema definition kwenye mkataba inaposema kuhusu product, haijaelezea jezi, t-shirt, imeelezea vitu vingi. Sitataja vyote, lakini tunatengeneza mpaka kasha la simu, cover la simu. Tunaenda kutengeneza miwani, saa za Simba, kofia, soksi, viatu, mabegi, a lot of stuff ambazo siwezi kuzitaja zote hapa. Kwa hiyo sisi tuwashukuru Simba kwa kufanya mkataba uwe mpana, kwa sababu pia unatufanya sisi kwenda kutengeneza mapato na kulipa kodi hapo baadaye. Mimi niseme kwa machache hayo, niwashukuru waandishi wa habari wote ambao mmefika hapa. Pia nishukuru uongozi wa Simba Sports Club na nitoe shukrani zangu za kipekee kabisa kwa CEO Barbara Gonzalez. Asante. Kulikuwa na baadhi ya vitu vinavuja kwenye mitandao, but leo tumekualika rasmi kwa sababu klabu ya Simba ilianza mchakato wa kutangaza tenda ya jezi. Unakumbuka? Mwezi wa 12. Na leo tunatangaza rasmi mshindi wa mchakato wa tenda ya jezi, na mshindi ni Fred Vunja Bei kupitia Vunja Bei Group. Contract value ya hii tenda ni bilioni 2. Bilioni 2 kwa miaka 2. Hii haijawahi kutokea Eastern Central Africa. Ukiangalia Tanzania kwa ujumla, Kenya, nchi mbalimbali hapa hata South Africa, hawezi kuona uzito wa hii contract wa namna hii. Fred Vunja Bei kupitia Vunja Bei Group wametambua uzito na ukubwa wa brand ya Simba na wanaleta contract value kwa ajili ya timu ya vijana, timu ya wanawake na main team. Contract value ya bilioni 2. Haijawahi kutokea Simba.
Watu wengi hawajui mwaka uliopita tulikuwa napata milioni 100. Nao tunavuka kwenye bilioni 2. Jump. Ndo uzito na ukubwa wa brand ya Simba. Najua haja Karima Story Live. Bonyeza hapa kusubscribe na bonyeza hapa kwenye alama ya kengele ili usipitwe na video mpya kila inapowekwa.